Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa wiki hii. Nchini Sudan Kusini, serikali ya Rais Salva Kiir wiki iliyopita ilitangaza kuwa kiongozi wa upinzani Riek Machar atafunguliwa mashtaka ya uhaini na uhalifu wa kivita. Rais Kiir amemwondoa Machar katika wadhifa wa makamu wa kwanza wa rais, ambaye tangu mwezi Machi amekuwa katika kifungo cha nyumbani jijini Juba. Upinzani nchini Sudan Kusini umekataa mashtaka hayo dhidi ya kiongozi wake na umewaambia wafuasi wake kuanza kuungana ili kuiondoa madarakani serikali ya Rais Kiir. Nini hatma ya Sudan Kusini na mashtaka yanayomkabili Machar yanamaanisha nini? Mimi ni Victor Abuso, na kwa njia ya simu naungana naye Eric Irungu. Yeye ni mhadhiri na mtaalam wa siasa za kimataifa na diplomasia. Anaungana nasi akiwa jijini Nairobi. Karibu sana kwenye makala ya wimbi la siasa wiki hii. Nashukuru sana ndugu Abuso. Na kwanza, nini tathmini yako uliposikia kwamba sasa Riek Machar atafunguliwa mashtaka ya uhaini na makosa mengine ya uhalifu wa kivita? Niseme ya kwamba hilo jambo halikunishtua hata kidogo, kwa sababu pamekuwa na ishara na dalili ambazo zimeweza kutuonyesha kwamba pengine ule uongozi kule Sudan Kusini hauelekei njia nzuri, na pia kikumbukwa ya kwamba kumekuwa na sintofahamu wakati wa awali na tofauti za kisiasa. Kwa hivyo sio jambo ambalo ni geni. Na namna upinzani, chama chake cha Riek Machar SPLM-IO, namna imepokea mashtaka haya ni kwamba wamesema ni mashtaka ya uongo ambayo yanalenga kuifanya Sudan Kusini kuwa nchi ya kidikteta. Namna umepokea inamaanisha nini? Nadhani ni ule tu mchakato mzima wa kisiasa, kwa sababu tukitazama utaona ya kwamba mataifa mengi hasa katika bara Afrika, wakati kunapokuwa na tofauti za kisiasa kati ya viongozi, mara nyingi utapata ya kwamba kuna mashtaka gushi, au unaweza kupata kukitafutwa njia ambazo zinaweza kutumika kisiasa kuweza tuseme kumaliza kiongozi fulani kisiasa. Na mathalan hapa basi tunaona kwamba hizi kesi huenda zikawa zimeenezwa na pengine zina tuseme mtazamo fulani wa kisiasa. Namna upinzani umeenda mbali zaidi na kusema kwamba umewataka upinzani wake ama umewataka wafuasi wake sasa kuanza kuungana na wanataka ili kuiondoa madarakani serikali ya Rais Salva Kiir. Labda hii inamaanisha nini, wito wao huu? Wito huu ni wito ambao una uzito mkubwa sana kisiasa, kwa sababu ikumbukwe ya kwamba zile sintofahamu ambazo zimekuwa kati ya SPLM na SPLM-IO basi ni tofauti ambazo tumeziona kwa wakati ambao umepita. Na ikumbuke ya kwamba kumekuwa na vita awali ambavyo vilikuwa ni vita vya kiongozi, na wamekuwa tangu awali miaka ambayo imepita wakiweza kutoa huu msukumo wa kwamba kukuwe na mageuzi ya kiserikali, na haswa wamekuwa wakitazamia sana kuweza kung'atuka mamlakani kwa Rais Salva Kiir. Kwa hivyo sasa inaonyesha kwamba huenda wakatishia hilo kabisa, na pengine pakatokea vurugu na vita kule Sudan Kusini, na hili basi litaweza kuleta hali ya wasiwasi mkubwa, hasa ikikumbuka kwamba Sudan Kusini bado inapitia changamoto nyingi sana za kiuchumi, kiuongozi na pia ya kisiasa. Na tumkumbushe msikilizaji kwamba mwezi Machi mwaka huu kundi la wapiganaji linalofahamika kama White Army lilivamia kambi ya kijeshi katika jimbo la Upper Nile, na inaelezwa kwamba kundi hili linaundwa na wapiganaji kutoka katika kabila la Nuer, na likavamia kambi hiyo na kusababisha vifo vya wanajeshi 250. Lakini chama cha Machar kimeendelea kukanusha kwamba kilihusika, na kinamshtumu Rais Salva Kiir kwamba ni mpango wake wa kujaribu kumsogeza mbali na madaraka, kwa sababu serikali hii iliundwa kwa mujibu wa mkataba wa amani wa mwaka 2018. Sasa Bwana Eric, kwa namna unavyoona swala hili linaweka wapi huu mkataba ambao umekuwa ukishikilia
nchi hii ya Sudan Kusini kwa kipindi hicho? Suala hili nzima linauweka huu mkataba mahali pabaya sana. Kwa sababu pale panapokuwa na tofauti hizi za kisiasa, basi inamaanisha kwamba utekelezaji wa huu mkataba hauwezi ukaendelezwa. Na kama tulivyoona ni kwamba hizi tofauti kati ya hawa viongozi wawili ambao wamekuwa na huu mvutano kwa muda mrefu, ikumbuko ya kwamba tangu huo mwaka wa 2018 na pia pale awali, hizi tofauti zilikuwa zimewasukuma sana kuweza wasukuma wapiganaji wao katika hali ya kuweza kuenea katika mapigano kule nchini. Kwa hivyo huu mkataba basi kwa sasa uko katika hatari kubwa sana, na tunaweza kusema kwamba ni mkataba sasa ambao umefeli. Kwa hivyo tutarajie mambo yawe mazito zaidi siku ambazo za kuja. Namna ukiangalia kwamba sasa uchaguzi kule Sudan Kusini umepangwa pia kufanyika mwaka ujao mwezi Desemba, iwapo itakuwa hivyo, kwa sababu tangu ilipopata uhuru wake na kujitenga na Sudan mwaka 2011 uchaguzi hujafanyika kwenye taifa hilo na umekuwa ukiahirishwa. Kwa mazingira unayaona na sasa Machar kuna kesi inayomkabili, unafikiri kuna uwezekano wa mchakato huo uchaguzi kuendelea? Sioni huu uchaguzi ukiweza kufanyika, na kama ulivyosema kumekuwa na majaribu ya kuweza kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanywa, lakini umekuwa ukiahirishwa. Kwa sasa hali ya kisiasa ambayo tunaiangazia kwa sasa ni hali ambayo inaleta hatihati kule nchini Sudan Kusini, na kama nilivyosema tunatarajia kwamba katika siku zijazo kuna uwezekano mkubwa sana ya kwamba machafuko ya kisiasa huenda ambayo pengine yakaegemea kuwa kuna vita ambavyo viweza kutokea kati ya serikali na hawa wana upinzani na wapiganaji wao. Basi hili litakuwa linatatiza sana hali ya kisiasa, kisheria na kiongozi ambayo inahitajika kuwa imewekwa imara ndiposa uchaguzi uweze kufanyika. Na unasikiliza makala ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso, na leo hii nazungumza na Eric Kirungu. Yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa na diplomasia, akiwa hapa Nairobi. Tunajadili hali ilivyo kule Sudan Kusini. Muda wetu unayoyoma, lakini tugusie pia ripoti moja ya Umoja wa Mataifa imetolewa siku ya Jumanne ikisema kwamba tangu Sudan Kusini ilipopata uhuru wake, maafisa wa serikali wamekuwa wakinufaika na mamilioni ya dola zinazopatikana kwenye biashara ya mafuta, na pesa hiyo inayopatikana haishughulikii miradi kama ya kawaida kama kujenga barabara, hospitali na vitu vya msingi. Labda hii inamaanisha nini? Nadhani hii inaashiria vizuri na inatupatia taswira ya kuweza kuonyesha kwamba huu ufisadi ambao umekuweko unachangia pakubwa sana hizi tofauti za kiuongozi na tofauti za kisiasa, kwa sababu pale ambapo kuna wanasiasa katika upande wa upinzani wanapoona ya kwamba wale ambao wako katika serikali au tuseme wale walio katika kipao mbele cha serikali hawawezi kuzingatia masuala ya wananchi, basi hili linatatiza. Na ikumbuke ya kwamba hawa wananchi pia wanajaribu kuwarai viongozi wao hasa katika upinzani. Kwa hivyo linaonyesha kwamba ni taswira mbaya sana. Ni nchi ambayo haijakaa kwa muda mrefu sana kuanzia mwaka 2011, lakini kwa sasa inaongoza katika ripoti kama hizi za kuonyesha kwamba ufisadi na ubadhirifu wa mali ya umma umeweza kukithiri. Na asante sana Eric Irungu, mchambuzi wa siasa za kimataifa na diplomasia, kwa kuzungumza nasi ukiwa hapo ukiwa Nairobi. Asante sana. Asante sana, nashukuru.